فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، watukufu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii kuwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefuzu na kufaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, lakini kama wanadamu tunamkosea usiku na mchana. Hili ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kumkosea Mola wake, lakini baada ya kufanya makosa ni wewe kukaa ukarudi kwa Mola wako ukamwomba msamaha, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda zaidi na anafurahi zaidi, na ni jambo la wajibu pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah hali ya kuwa wote enyi waumini, hakika mtafaulu. La'allakum tuflihun, huenda mkafaulu, lakini mara nyingi kwa kwenye Qur'ani la'alla wanasema inakuwa ni ya hakika. Mkitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mtafaulu. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la wajibu kwa kila Muislamu, na usipofanya hivyo, kama hukurudi kwa Mola wako ukamtaka msamaha kwa madhambi ambayo umemkosea, unahesabika kama wewe una kiburi, maana kwamba huna kosa, jambo ambalo kwamba ni muhali kwa mwanadamu, na kuonekana wewe huwezi kudhalilika kwa Mola wako ni jambo pia la muhali, kwa sababu lazima wewe unyenyekee na udhalilike kwa Mola wako. Moja ni kurudi na kuomba msamaha kwa makosa ambayo umekosea. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kwamba ameipokea Muslim, Bwana Mtume sallallahu asema: enyi watu, mtakeni msamaha Mola wenu na tubieni kwake yeye. Asema: fa inni atubu ilaihi
fil yaumi 100 mara, mimi natubia kwake yeye Allah kila siku mara 100. Riwaya ya Muslim imekuja kwamba anatubia Bwana Msalama kila siku zaidi ya mara 70. Hadithi hii imekuja kuweka wazi kwamba mara 100, kwa maana hiyo kwamba unapofika usiku anamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa ambayo kwamba kayafanya mchana mara 100, anamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ni yule ambaye kwamba amesamehewa madhambi yaliyotangulia na yanayokuja. Wewe ambaye huna bishara yoyote ya kusamehewa, wewe ndio unastahili zaidi kurudi kwa Mola wako. Kila siku unaishi mchana, inawezekana kabisa katika mchana huo kuna makosa umeyafanya. Kwa hiyo unapofika usiku unamuomba Mola wako akusamehe yale makosa ya mchana, na unapolala, inapofika asubuhi pia unamuomba Allah akusamehe makosa ambayo umeyafanya usiku. Iko hadithi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Allah ananyoosha mkono wake wakati unapoingia usiku, asema liyatuba musii'u nahari, ili atubie aliyefanya makosa mchana, na inapofika asubuhi pia ananyoosha mkono wake ili apate kutubia aliyefanya makosa usiku. Sasa kipindi hicho kwamba Allah ananyoosha mkono ili apokee toba ya wanaotubia, wewe humo. Kwa maana hiyo kwamba humo kwa sababu wewe huna makosa. Wakati mwingine ni kibri, haiwezekani wakosekana na makosa. Kwa hiyo jihesabu kwamba ni lini ulikaa ukamuomba msamaha Mola wako. Umefika usiku ukamuomba msamaha Mola wako ambaye yuko tayari kupokea toba yako. Asubuhi vile vile ukaomba msamaha, au unaamini kwamba unapofanya ibada ndio umeomba msamaha. Ibada ipo vile vile. Kwa sababu gani? Bwana Mtume sallallahu alikuwa anafanya ibada kama kawaida, alafu anaenda kuomba msamaha. Sio kwamba katosheka kwamba nimeswala alfajiri, adhuhuri, la asiri, magharibi na isha, basi tosha. Kuna mambo mengi ambayo pengine umeyafanya, umemkosea Mola wako bila kujua. Mengine huyajua, mengine huyajui, pengine ni makosa. Kwa hiyo yakusanye hayo ukamwomba Mola wako. Na asubuhi hivyo hivyo. Kuna hadithi moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lillahi ashaddu farha bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Asema Allah anafurahi zaidi kwa toba ya mja wake wakati anatubia kwake yeye kuliko mmoja wenu kana ala rahilatihi, ambaye alikuwa juu ya kipando chake, mnyama wake, biardhi falat, kwa ardhi ya poti, famfalatat minhu, yule mnyama akamchomoka yeye, na maana mnyama akampotea. Asema wa alaiha sharabu wa alaiha taamuhu wa sharabuhu, na yuko juu ya mnyama huyo, chakula chake kiko juu ya mnyama huyo. Yani yule mnyama ameondoka, amepotea, akiwa ana chakula chake na kinywaji chake, na yeye yuko porini kabisa, mbali, hakuna sehemu ambayo kuna watu karibu, kwa maana kwamba hana msaada na mtu yoyote. Akamtafuta yule mnyama mpaka akakata tamaa. Asema waqad yaisa madara hilatihi, amekata tamaa na mnyama wake. Faata shajaratan fadtaja fi dhilliha,
akaenda kwenye mti akalala chini ya kivuli chake, kwamba akakata tamaa kabisa, litakalotokea na litokee. Halafu ghafla anamuona ule mnyama kaja akasimama pale, amesimama ule mnyama na chakula chake na kinywaji. Akachukua ile kamba mnyama, kwa mnyama akamshika kwa furaha aliyokuwa nayo, mpaka akakosea, akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ewe Allah, wewe ni mja wangu, mimi mola wako. Kwa ajili ya furaha aliyokuwa nayo kwamba ameona kipando chake, mnyama wake ambaye kwamba alikuwa kapotea na yeye yuko porini, hana msaada wowote. Yani furaha anayoipata mtu huyo ni zaidi kuliko furaha anayoipata Allah anapomuona mja wake anatubia. Yani unapokaa ukawa unatubia, basi ujue Allah anafurahi zaidi, unarudi kwa Mola wako. Sasa uwe ni mtu ambaye mwema, usitosheke na wema wako, bado watakiwa uje utubie. Ikiwa ni muovu ndio zaidi watakiwa utubie zaidi. Kuna watu wengine mtu amekuwa muovu mpaka kakata tamaa kwamba haya ninayoyafanya mimi siwezi tena kukubaliwa toba. Kuna hadithi ndefu Bwana Mtume sallam alikuwa anawaambia maswahaba, kana fi man kana qabilakum rajulun qatala 99 nafsa, alikuwa katika waliokuwa kabla yenu kulikuwa na mtu kaua watu nafsi 99. Hadithi ndefu kidogo, nitasema kwa ufupi. Kaua watu 99. 99 wale, yule bwana akataka afanye toba, akauliza, je, mimi naweza kufanya toba? Akafahamishwa kwa mwana wa chuoni, fadulla ala rahibi mwana wa chuoni wa Kinaswara, akafahamishwa kwa mwana wa chuoni. Akenda kwa mwana wa chuoni akamuuliza kwamba nimeua watu 99, je, naweza kukubaliwa toba yangu? Akasema haiwezekani, wewe umeua watu 99, huwezi kubaliwa toba. Akamuua, kawatumia. Akauliza, akaelekezwa kwa mwana wa chuoni mwingine. Yule mwana wa chuoni akamwambia, unaweza kubaliwa toba, lakini toka kwenye mji huu ambao umefanya maasi, nenda mji mwingine kafanye toba huko, ufanye ibada, usirudi tena kwenye mji wa uovu. Mwenye akasema mji wa uovu, ule mji ambao kwamba alikuwa anafanya maovu. Kwa hiyo yule bwana akatoka akawa anakwenda kwa ajili ya kufanya toba. Njiani mauti yamemkuta, kafariki. Wakaja malaika wa adhabu wakataka kumchukua kwamba huyu ni wa kwetu. Malaika wa rehema nao wakaja wakasema huyu ni wa kwetu. Wakawa wanagombaniana hoja zao. Wale wanasema kwamba huyu hajafanya jambo lolote jema, wale wanasema kwamba huyu alikuwa anakwenda kutubia. Akaja malaika kwa sura kama binadamu, kama hakimu, akawaambia, hebu upimeni umbali alikotoka na anakokwenda. Kwa hiyo kupimwa inaonekana kwamba anakokwenda ni karibu kuliko alikotoka, kwa maana kwamba anakurubia mji wa toba. Sikandoa hawa malaika wa rehema ndio mtu wao huyu kashatoka kwenye mji wa maasi kwa umbali, kwa hiyo anakwenda kwenye toba. Kwa hiyo huyu ni malaika, ni mtu wa peponi. Hadithi iko kama hivi. Kwa maana hiyo kwamba hadithi hii inatufundisha kwamba tusikate tamaa na makosa ambayo tuliyoyafanya. Bado tunatakiwa turudi kwa Allah kwa hali yoyote. Na yeye mwenyewe Allah anatuambia, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia.
Asema, mwambie Bwana Mtume, sema waambie waja wangu, enyi waja wangu ambao mmepetuka mpaka kwenye makosa juu ya nafsi zenu, msikate tamaa katika rehema za Allah. Allah anasamehe madhambi hali ya kuwa yote, kwa maana kwamba madhambi yatakavyokuwa madhambi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Kuna aya moja kwenye suratul Nisa, Allah anasema, innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Haika wale ambao waliokufuru, haika wale ambao kwamba walioamini. Innal ladhina amanu, wale ambao wameamini, thumma kafaru, kisha wakufuru. Yani mtu amekuwa Muislamu halafu akakufuru, halafu akaamini tena. Yani alikuwa Muislamu halafu akakufuru, halafu akarudi kwenye Uislamu, halafu akakufuru, akazidisha ukafiri. Allah hakuwa ni mwenye kuwasamehe watu hao wala kuwaongoza njia. Wanawachuoni katika aya hii wanasema kwamba ikiwa atakufa katika ukafiri, si kwamba akirudi hakubaliwi toba. Toba yake yakubaliwa, lakini kwamba amekufuru akaendelea na kufuru mpaka akafa. Hivyo ndivyo walivyokwenda wanachuoni, lakini bado ana nafasi, kama atarudi anakubaliwa toba. Kwa hiyo ikiwa hakurudi moja kwa moja kabisa ukafiri mpaka akafa, huyo hakubali toba yake. Kwa hiyo msikate tamaa na rehema za Allah, tubieni kwa Allah. Allah yuko tayari kusamehe dhambi yoyote. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na uhusieni mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na hotuba yetu ya pili, ikiwa tunakumbushana juu ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo la wajibu. Imamu Shafi anasema, ziko biti zake nyingi, lakini asema katika mambo ya wajibu ni watu kutubia, lakini kuacha maasi ni wajibu zaidi. Min wajibi nnasi an yatubu walakina tarka almaasi aujab. Katika mambo ya wajibu kwa watu ni kurudi kwa Allah, lakini kuacha maasi ni wajibu zaidi. Hii ni moja katika sharti za toba. Sharti za toba wanawachuoni wamezungumza ziko 3 mpaka 4, kuna wengine wameenda mpaka 5, lakini haraka haraka ni kwamba moja katika hizo ni kujiondoa na maasiya, iqlau anil maasiya, kwamba unarudi kwa Mola wako lakini unajivua na maasiya. Yani kama ni mtu pengine mlevi
mzinifu, mwizi, usionekane kwamba umetubia kwa Mola wako kwa maasi ya hayo, alafu kesho waonekana mtaani umekunywa pombe, kesho unaonekana wewe mzinifu, kesho unaonekana mwizi. Sasa kitu gani kimekuacha mpaka utubie? Kwa hiyo ujiondoe na maasi. Ndio maana Imam Shafi aliposema kwamba katika mambo ya wajibu kwa watu ni kutubia, walakinna tarka almaasi aujab, lakini kuacha maasi ni wajibu zaidi. Kwa hiyo madamu umerudi kwa Mola wako, basi rudi moja kwa moja, lakini usirudi huku unafanya makosa. Kwa hiyo hayo haitakiwi, lakini ujivue na maasia vile vile, ukusudie kwamba hutarudia tena, yaani uazimie kwamba mimi sitarudi tena kwenye mambo hayo. Umejiondoa na maasia, ukaazimia kwamba hurudi tena. Vile vile ujute, yaani ujute kwamba yale uliyofanya ni makosa, uyajutie. Lakini ikiwa toba yako inafungamana na haki ya binadamu, pengine umemdhulumu mtu, basi yatakiwa umrejeshee. Kama ni heshima umemvunjia, kamwombe msamaha, malizaneni, kwa sababu siku ya Kiyama utakwenda kumlipa. Yaani usione kwamba umekwenda kumdhulumu mtu alafu ukatubia, wamwomba msamaha Mola wako, bado wewe na mwenzako hamjamalizana. Au umemdhulumu mwenzako, kumdhulumu, kumchukulia haki yake au kumvunjia heshima. Mwambia mtu ule mwizi ule, kumbe si mwizi, umemdhulumu. Kumbe kwamba mkiishi hivyo siku ya Kiyama wewe utaenda kumlipa, na huko hakuna dirhamu wala dinari, hakuna pesa isipokuwa ni matendo mema tu, kama ilivyothibiti kwenye hadithi kwamba atachukuliwa mema yako atapewa yule, na yeye mabaya yake utapewa, mtabadilishana tu. Hadithi zipo, hakuna haja kuzitaja, ziko nyingi juu ya jambo hilo. Lakini ziko aina nyingi za toba. Kuna bwana mmoja anaitwa Abu Nuwas. Wengi pengine tunamjua kwa hali nyingine. Mara nyingi mtu anaweza akatoa kisa, kisa hiki bwana cha Abu Nuwas, kwa maana kwamba imezoeleka kwamba Abu Nuwas ni visa vya uongo, sio vya kweli. Lakini tukimsoma sisi Abu Nuwas kwenye adabu, tunampata kwamba ni katika watu wa adabu wa asrul Abasi. Katika zile usurul adabia, ukisoma kwenye asrul Abbas utampata huyu Abu Nuwas. Wengi hawajachukua mashairi yake kwa sababu alitangaa au alifahamika sana kwa mashairi ya pombe, yaani mlevi, na hata kusoma mashairi yake mengi ya ulevi. Ndio maana wakati mwingine pia mnaweza mkasomeshwa kwenye maahidi, msimsome huyu kwa sababu yanaonekana pengine hana faida mashairi yake, ni ya pombe. Anaitwa Shairul Majun au Mujun. Huyu bwana aliishi katika hali ya uovu, mlevi, mpaka alipokufa wanachuoni kataa kumswalia. Kila kwamba ni Imam Shafi Baghdadi, lakini wengine wanasema kwamba si Imam Shafi. Hata Ibn Kathir kwenye Al-Bidaya wa Nihaya ameelezea kisa hiki, lakini hakumtaja kwamba ni Imam Shafi. Hata kwenye Siyaru A'lamu Nubala juzu ya 9 pia ameleta, lakini hakumtaja kwamba ni
Imamu Shafi. Lakini ala kuli hali kwamba walikataa wanachuoni kumswalia kwa sababu ya uovu wake. Wakati anaoshwa yakakutwa mashairi kwenye nguo zake. Yale mashairi yalisomwa ni mashairi ya toba. Na ana mashairi ya pombe, sitaki kuyazungumza, lakini matwila yake yameanza: daa anka laumi fa inna lauma ighra'u wadawini bilati hiya kanat da. Haya mashairi alikuwa amemwelezea bwana mmoja anaitwa Ibrahimu Nadham. Yule bwana alikuwa akimsihi kwamba usinywe pombe, mpaka mwisho anamwambia kwamba wewe Allah hata kusamehe wewe. Na alikuwa na akida kikhawariji, unasema kwamba si khawariji, ni Rafidh Shia. Sasa yule bwana akaja akamtolea mashairi mengi sana na kuwasifia pombe, akimwambia kwamba acha kunilaumu, da anka laumi fa inna lauma ighra, acha kunilaumu unanitia ghera mimi, yani wanishajiisha, kama unihamasisha nifanye. Wadawini billati hiya kanat da, nipe dawa na jambo ambalo kwamba huo ndio ugonjwa wangu, kwamba nitibu mimi na ugonjwa wangu ambao ni pombe, amfanyie istizaa. Lakini mashairi hayo yamekwenda mbele. Kuna beti anamwambia hivi: la tahdhuril afwa in kunta mra'an harija fa inna hadrakahu fi dini izra. Amwambia usiharamishe, la tahdhuril afwa in kunta mra'an harija, usiharamishe msamaha ikiwa wewe ni mtu mutashaddid, mwenye kutilia uzito kwenye dini. Fa inna hadrakahu fi dini izra, haika kuharamisha kwako msamaha, yani kuzuia kwako kwamba Allah hatasamehe, izra ni kuidhalilisha dini. Dini haiko hivyo. Lakini na mashairi ya pombe kwa juu, nimechukua beti huu tu. Na anayo mashairi mengine mengi akisema kwamba da'il ubadu lilmasajidi taskunuha waqfi bina hawla al-khammari liyasqina ma qala rabbuka wailu lilladhina sakru walakin qala wailu lilmusallina. Mmoja katika mashairi yake kwamba waache wanaofanya ibada wakae misikitini, njoo wewe tuzunguke kwenye pombe ili tumshuhudie pombe. Yaani kwa muuza pombe atupe pombe. Hakusema Mola wako kwamba adhabu kali ni kwa wanaokunywa pombe, bali kasema adhabu kali kwa wanaoswali. Mashairi ya kashfa, na haya ilipelekea mpaka akatiwa ndani na Harun Rashid kwenye utawala huo wa Dola Abasia. Inasemekana kwamba wakati mwingine pia aliombewa msamaha, au mwenyewe alitoa mashairi mengine. Yako mashairi mengine kwamba anataka msamaha akaachiwa. Sasa mashairi ambayo kwamba yamekutwa wakati amekufa, na inasemekana kwamba mwisho wa uhai wake alipata maradhi ya ini kama kawaida ya wanywa pombe, aliugua ini. Lakini alikutwa mashairi akisema kwamba ewe Allah, in azmati dhunubi ya kathuratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'dhamu in kana la yarjuka illa muhsinu fabiman yaludhu wa yastajiru almujrimu ad'uka ya rabbi tadarruan fa idha radatta yadi faman dha yarhamu mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Mashairi kama hayo alikuwa akimwomba Allah, Mola wangu, yamekuwa makubwa madhambi yangu, lakini najua msamaha wako wewe ni mkubwa zaidi kuliko haya madhambi niliyofanya.
kwa madhambi yangu ni makubwa, lakini msamaha wako ni mkubwa zaidi. Ikiwa hatarajii kwako wewe isipokuwa mtu mwema, hawa waovu watarudi kwa nani? Muovu ni nani atakayempokea? Tarudi kwa nani? Akasema, na kuomba wewe Allah kwa kunyenyekea, ikiwa utarejesha mkono wangu, nani atakayenirehemu, atakayenionea huruma? Kisha akasema, mali ilaika wasilatun illa raja, hapana kwangu mimi njia isipokuwa ni kurudi kwako wewe. Wa jamilu afwika thumma anni muslim, na uzuri wa msamaha wako, kisha mimi ni Muislamu. Inasemekana kwamba kwa beti hizi wakamswalia. Hii ni moja katika aina za toba. Nafikiri wako wengi wa toba kama hii, pamoja kwamba kuna wengine hawakubali toba hizo. Mtu asema kwamba katoa mashairi tu, toba gani hiyo? Hilo jambo lingine. Lakini wanawachuoni toba hii pia wameikubali. Ukisoma kwenye vitabu kwamba aliswaliwa na aliulizwa mkewe kwamba haya mashairi kaandika muda gani, akasema ameandika baada ya sali moja akafariki. Yani ameandika mashairi yakakaa muda wa sali moja akafariki. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub